hivyo viwango. Alafu kesho tutaendelea sasa katika kuangalia viwango tutakapokuwa tumefika mahali tumefahamu hivyo viwango. Sasa tutaangalia sasa namna gani ya kuogelea kwenye huo mto ambao Ezekiel ameuzungumza. Jina la Mungu libarikiwe. Jana nikasema kuna wakati nilipita changamoto. Kuna changamoto tunaweza tukazipitia kwenye maisha yetu si kwa sababu ya shetani. Siku hizi tuna maombi ya vita, piga shetani, garagaza, choma, kata kichwa. Sasa sijui kitheolojia shetani anakatigaga kichwa, mimi sifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna matatizo mengine hata ukemee kiasi gani, hata ufunge kiasi gani, hata uombe kiasi gani, hayataondoka mpaka umeinua viwango. Kuna wakati Mungu anataka viwango vyetu viinuke, ndipo sasa tuone ukuu wa Mungu na uwezo wa Mungu juu ya maisha yetu. Jina la Mungu libarikiwe. Nimeandika kitabu cha Ishi Viwango vya Ufalme wa Mungu, na kitabu hichi kimepitishwa kimepitishwa na watu wa ithibati. Kwa hiyo nina uhalali wa, kama mtu anakihitaji hapa, basi nina uhalali wa kukitoa. Jina la Mungu libarikiwe, kwa sababu kimethibitishwa. Sasa wakati mwingine nilizungumza kwamba kuna vyanzo vitatu vya matatizo ya watu. Yaani chanzo cha matatizo tunayoyapitia imetoka katika vyanzo vikuu vitatu. Chanzo cha kwanza nikasema ni Mungu mwenyewe anaruhusu majaribu au mitihani katikati ya maisha yetu. Chanzo cha pili nikasema sisi wenyewe ndio kwa sababu ya kupitia mateso na migogoro mbalimbali katika maisha yetu. Na chanzo cha tatu nikasema ni uonevu wa shetani. Sasa sitaki nizungumze hivyo vyanzo, nataka nizungumze kuna matatizo mengine ambazo Mungu mwenyewe anaamua kuruhusu ili huyu mtoto wake apandishe viwango anavyovitaka yeye. I experience nguvu za Mungu kwenye maisha yake. I experience uponyaji kwenye maisha yake. Sasa hayo mimi niliyapitia. Nilifika mahali niliombewa na kuombewa, hakuna kilichoondoka. Magonjwa, umaskini, matatizo ya kila aina. Niliombewa na kuombewa, nilifunga na kufunga, mifungo ya kila aina. Kumbe Mungu alinitaka nipandishe viwango. Siku ile ilipofikia mahali nimepandisha viwango vya Roho Mtakatifu na vya kiroho ndani yangu, magonjwa yaliondoka yenyewe bila hata kuombewa. Jina la Mungu libarikiwe. Na toka nilipopokea uponyaji mpaka leo hii nimekuwa nikiishi maisha ya uzima, tena uzima tele kabisa. Lakini niliamua kudhamiria kutokushusha viwango ili nisirudi kwenye ile mateso ambayo nilikotokea. Jina la Mungu libarikiwe. Kwa hiyo kuna majaribu mengine, kuna matatizo mengine, sababu tu ni kwamba huyu mtoto wa Mungu viwango vyake ni vya chini. Ukiishi chini ya viwango, nataka nikuambie utakuwa unatembea na matatizo mbalimbali. Hata uombe kiasi gani, unachotakiwa ni kupandisha viwango. Vile viwango vyako vinasababisha ufike mahali katika level ambayo hayo matatizo hayatakufikia. Jina la Mungu libarikiwe. Unajua mimi nafananisha mfano kama tai. Ngapi unafahamu tai? Ndege tai. Tai huwa mara nyingi sana akiwa kwenye anga la chini hapa huwa anasumbuliwa na vimbayumbayu, ndege vinamsumbua sana. Lakini huwa yeye hapambanagi sana na hao ndege na nini. Yeye huwa anapanda juu zaidi. Anaenda juu kwenye anga la juu. Kama kuna ndege wanafukuza huko juu, wanafika mahali kwenye anga la juu hawezi kumfikia tena. Kule maadui hawezi kumfikia tena. Kule akifika kule anatandaza mbawa zake, anaanza kupaa kwa starehe zake zote. Mpendwa, lazima tupandishe viwango vyetu kama tai. Tufike mbali kama tai. Mahali ambapo maadui hatatufikia. Mahali ambapo wacheo hatatufikia. Mahali ambapo shida na matatizo ya adui hatatufikia. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Sasa Mungu aliponiponya, Mungu alisema na mimi, ishi kwenye viwango. Na ndio maana nimekuja kuandika kitabu. Hiki kitabu nimeandika almost miaka 2. Nakiandika nikirifaa yale maisha ambayo nimeishi. Viwango, sema viwango. Na baada ya kuishi viwango, nimemwona Mungu si tu kwenye maisha yangu na familia yangu, bali hata katika huduma. Nimemwona Mungu. Mimi nimeokoka siku nyingi. Nimekaa chini ya wachungaji siku nyingi. Na nimepita ngazi mbalimbali, uzee wa kanisa, sijui nini na wenye kitu. Lakini nimekuwa baadaye nikaja kuwa mchungaji msaidizi. Lakini kuwa mchungaji kiongozi sina muda mrefu. Toka 2018 mpaka leo hii. Lakini mambo ambayo
yamefanyika kwenye huduma baada ya kuwa mchungaji kiongozi ni mambo ambayo yangefanyika labda miaka 40 au miaka 30 au 40. Kwa nini? Baada ya kujua viwango vya kimbingu, kuishi na kutembea navyo, nimeziona baraka za Mungu. Jina la Mungu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sihubiri tu mafundisho ambayo labda nimeachukua sehemu nyingine, nahubiri maisha yangu. Viwango ukipandisha lazima kitaeleweka katika jina la Yesu. Na nikupe ushuhuda mmoja kabla siendelea. Wakati nikiwa chuo cha Biblia, nilikuwa pale Ngaramtoni. Mwaka kwanza nikachaguliwa kuwa makamu wa rais. Nikiwa makamu wa rais, mimi maisha yangu nilipookoka tu, nilifunga siku, nilikuwa nataka nifunge 7 kavu. Lakini kwa sababu ya uchanga niliishia 3. Siku ya 4 nilifungua. Kwa sababu ya uchanga nimefika mahali magoti yamelegea, macho yameingia ndani, ikabidi nifungue haraka. Lakini kwenye uchanga ule, katika uchanga huo wa kumtafuta Mungu, Mungu alinisaidia. Wakati nikiwa kwenye uchanga huo, roho ya maombi ya kumtafuta Mungu na kujazwa roho kulitokea kwa namna isivyokuwa ya kawaida. Kuanzia pale mpaka leo sijawahi kushusha viwango hivyo. Jina la Mungu libarikiwe. Zaidi vinaongezeka. Na maisha yangu yamekuwa ni maisha ya maombi. Sasa nimeingia chuo cha Biblia Ngaramtoni. Unajua vyuo vya Biblia bwana, nikachaguliwa kuwa mchungaji wa maombi. Mimi maisha yangu yote yalikuwa ni chepo. Lazima niamke saa 8, saa 9, saa 10. Alafu saa 10 nachukua sasa madaftari yangu na vitabu vyangu, naanza kusoma. Kwa hiyo naenda kujiandaa, narudi. Yale ilikuwa ni maisha yangu. Mifungo ilikuwa sio ya kutafuta. Mifungo ni maisha. Maombi ni maisha. Jina la Mungu libarikiwe. Ilipelekea mahali tukiwa chuoni, macho ya rohoni. Unajua ukipandisha viwango vya kiroho, ukajazwa roho, macho ya rohoni yanafunguliwa. Unaanza kuona vitu katika uhalisia. Jina la Mungu libarikiwe. Ulimwengu wako wa roho unakuwa wazi. Nakumbuka alikuja dada mmoja, alikuwa ni agent wa shetani pale chuo cha Biblia Ngaramtoni. Yule dada alivyokuja, kilichotokea kwanza nilishangaa. Alipata kibali cha ajabu sana. Alikuwa ametokea Shinyanga. Apata kibali cha ajabu sana. Lakini akachaguliwa kuwa monitress. Sasa tukio tunaendelea, yule binti, wakati tunaendelea, mimi Roho Mtakatifu ndani ninamkataa. Unajua unaweza kukaa na mtu alafu usikii, lakini wengine wanamshabikia. Alafu walikuwa wananena kwa lugha. Na wapendwa, kunena kwa lugha sio kiroho hicho. Yaani kunena kwa lugha ni hatua za awali tu, kwamba ni ishara umejazwa Roho Mtakatifu. Mtu anaweza kanena kwa lugha lakini akawa jambazi kabisa. Sasa yule dada alikuwa kwenye maombi, yeye akinena kwa lugha mpaka watu wote tunanyamaza, yeye anaendelea kunena kwa lugha. Jana niliongea habari ya mama mmoja alikuwa ananena kwa lugha. Tunanyamaza wote, alafu hakuna network inakamata. Watu wengine wanasema huyu dada amejazwa roho kuliko maelezo. Mimi nasema mbona naona msiba. Sasa baada ya mwaka mmoja, maana mimi nilikuwa mwaka 3 wenyewe naingia mwaka 2, tukaanza kusikia fununu, huyu dada bwana huko alikotokea maisha yake sio ya ushuhuda. Ni kama ameanguka kwenye uzinzi na sasa sijui inarushwa hewani. Mungu wangu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niseme tu, kwani ni nini bwana? Jina la Mungu libarikiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ameanguka kwenye uzinzi na mchungaji wake, tena mchungaji alikuwa askofu miaka hiyo. Sasa najiuliza hizi fununu. Akaojiwa na uongozi wa chuo, na sisi serikali wanafunzi kwa mmoja akasema mimi nasingiziwa. Na aliyeleta chuoni kuja chuoni pale ni mchungaji wake, na amemlipia na ada, anamsomesha. Sasa hakuna ushahidi wa aina yoyote. Sasa nikiwa kwenye maombi, nikawa naonyesha yule dada yuko chepo, alafu wachungaji wamepanga foleni wanazini naye. Sikiza nikwambie, lazima tupandishe viwango. Lazima tupandishe nini? La sivyo ufalme huu wataingia maagent wa kuzimu huku, watatuharibia kanisa. Sasa kilichotokea, yule dada nikamwambia serikali ya wanafunzi, rais anambia bwana wewe unajilewa kiroro sana. Na mimi nilikuwa mkorofi.
Ilikuwa ikifika ile kengele ile ya kwanza ile ya kwenda chepo kwenda kuomba ile ya saa ngapi? Saa 11. Ni saa 11 kumnaomba. Saa 11. Mimi nilikuwa napita nafunua watu mablanketi, naambia hakuna kulala hapa, lazima muende chepo. Nilikuwa mkorofi kabisa, nilikuwa chuoni kwenye mambo ya roho. Jina la Mungu tulibarikiwe. Nilikuwa siruhusu mtu alale kwa sababu nilikuwa nimeambiwa kwanza nilikuwa na nafasi ya makamu wa rais, alafu pia nikapewa mchungaji wa maombi. Sasa hata ukinichukia, mimi nilichukiwa karibia na wanafunzi wote. Wale wa roho ndio walinipenda. Sasa wakaambia bwana, unajifanya wa kiroho bwana, wewe achana nayo mambo. Nilikuwa na wachungaji wanafunzi tulikuwa kama 4, nikasema hapana, lazima tuingie kwenye maombi. Nikamwambia jamani, kuna jambo linaendelea. Alafu kulikuwa kuna katibu, naye pia alikuwa ni mtu wa maombi sana. Mama Maivukie, kama mnamfahamu, tulisoma naye Mama Maivukie. Tulisoma naye akiwa yeye alikuwa katibu. Nikamwambia mama, hapo tuingie kwenye, kuna jambo linaendelea hapo, sio la kawaida. Haya maono niliona hapana. Basi tukaingia kwenye maombi, ingia kwenye maombi. Mpendwa, tunapopandisha viwango vya kiroho, na nikwambie nitazungumza habari ya kunena kwa lugha. Mpendwa, tunapopandisha viwango vyetu, hakuna jambo lolote litakalotokea pasipo Mungu kutufahamisha na kushughulikia. Sasa yule dada baadaye tukaanza kuona akija wakati watu tuko tunakula, tuko daini tunakula, yule dada alikuwa anakuja wa mwisho kabisa. Na akija alikuwa anavaa nguo yake. Akiingia lazima watu wote wamwangalie, tena wanaume wanamwangalia. Mimi katika ulimwengu wa roho nina ndoto, hii si kawaida. Kwa nini aangaliwe yeye? Kwa nini aangaliwe tu watu wote alafu watu wanaanza kuzungumza, wanamsifia. Tukaendelea. Nikamwita, nikamwambia sikiliza, wewe kuna roho ndani yako ambayo si akaniambia mimi. Sasa unajua watu wengine wakiletwa na maaskofu bwana kidogo wanaanza kuogopea, hata serikali inaogopa. Lakini mimi nimemwambia wewe dada, wewe mimi sikuelewi. Sikusomi katika ulimwengu wa roho. Naona maisha yako kama yale. Akaniangalia afu akacheka sana, afu akaondoka. Tukaendelea. Ghafla tukiwa kwenye maombi nikamwambia serikali, jamani huyu dada tumuite hapa tumoje kwa mara ya mwisho. Wakisema Rubuva unatusumbua, hebu tumuite. Tukamuita kuingiza ofisi ya wanafunzi, ya serikali ya wanafunzi. Tukawa tunaongea naye. Tukamhoji maswali, akasema bwana, kwani mna ushahidi? Mwisho wa siku alisema mna ushahidi? Tukaangalia, anasema kweli hatuna ushahidi. Lakini maisha yako mbona kama tunaona, asema mna ushahidi? Unajua watu wakiwa chini, viwango vikiwa chini, wanatafuta ushahidi wa kibinadamu. Hatuna haja kutafuta ushahidi wa kibinadamu. Tunataka mbingu zihusike na maisha yetu. Jina la Mungu libarikiwe. Na mimi nisema kwenye miaka 13 wa moto wa msho, nataka nikwambie kanisa hili lazima linyooke katika jina la Yesu. Maana hili kanisa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Sasa akasema mna ushahidi, akasema rais akanambia aise, hapa tunapoteza muda bwana. Wewe nenda, akamwambia wewe nenda. Ile anaondoka afika mlango anambia rudi. Akasema unamrudisha kwa nini? Nikamwambia sasa hii ya mwisho tumwekee mikono. Si hamna ushahidi, tumwekee tu mikono alafu aondoke. Yule dada alivorudi, tulivyomwekea mikono, nguvu za Mungu zilishuka. Alichukuliwa, alirushwa juu mpaka kagonga ceiling board, akarushwa chini mara 3, alafu akaanza kugaragara kama nyoka. Kaanza kushughulika naye masaa 3. Baadaye akaanza kusema jamani, ninakufa, naomba niseme. Unasema sema sasa. Naomba niseme. Nitasema yote leo. Wakati anao kusema akafungwa kinywa tena. Tukashughulika naye. Mwisho wa siku yule dada akafunguliwa, akasema niko wapi hapa? Tukamwambia uko chuo cha Biblia. Chuo cha Biblia nani kanileta? Mimi sio mwanafunzi wa chuo cha Biblia. Mimi. Hasema wewe ni mwanafunzi wa chuo cha Biblia mwaka wa 2 huko hapa chuoni. Akasema nani kanileta? Akasema mchungaji wako kiongozi tena askofu ndio amekuleta na kulipia. Akasema hapana, mimi sijawahi kusoma chuo cha Biblia. Sijawahi kabisa. Akasema nakumbuka sasa. Ngoja niseme yote. Maana nimetafuta kufunguliwa kwa muda mrefu, imeshindikana, lakini leo namshukuru Mungu amekutana na mimi. Akaanza kusema, bwana mimi nilikuwa natumika kuzimu. Nimezini, huyu askofu mnaosema naye nimezini na katibu wa kanisa. Akataja msururu wa watu ambao kule kanisani kwao, mwenye kitu wa kwaya, nani tamka. Nafu akasema anasema anakumbuka alivalishwa pete na yule askofu. Baada ya kuvalishwa pete wakaingia agano, wakasema tunamua mama askofu, alafu chuo cha Biblia kitoka tu atakufa, alafu tunaoana.
Yule binti akasema, tukaanza kushangaa pale. Akasema hata hapa chuoni nimeshazini na mmoja. Na nilikuwa na foleni na watu wengine. Ilikuwa ninazini nao. Tena alizini na mtoto wa mchungaji ambaye alikuwa tuko naye mwaka wa 3. Tukamwambia, sasa unafanya? Anasema ile nguo ambayo ulikuwa nikiingia watu wote wananiangalia, hii ni nguo nimepewa special kwa ajili ya kuwavuta watu kwenye ufalme ule wa giza. Tuko chuo cha Biblia. Sasa si unajua chuo cha Biblia ikishatoka hiyo tukafahamisha uongozi wa chuo, piga simu makao makuu, askofu akatolewa. Na ni kweli yule mama aliugua. Yule mama sasa hivi ana kanisa yuko Kahama, ana kanisa pale yule mama askofu. Yuko fire sana. Yule mama askofu nakwambia aliugua kidogo afe. Kumbe ilikuwa ni agenda ya huyu binti, ilikuwa ni kupeleka. Na alimteka yule askofu, baada ya kumteka akamuingiza kwenye maagano na akaanza kusema namna anavyofanya hayo mambo yake. Anasema hata nikiwa hapa chuoni huwa ninawasiliana Tanzania, tuna network yetu. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, lazima tupandishe viwango. La si wataingia mpaka vyuo vya Biblia, watatuharibia kanisa. Wengine watachukua na uchungaji, wakiona makanisani wataenda kuwa maaskofu, wataenda kuwa waangalizi. Mwisho wa siku kanisa linayumba. Lakini leo ni nini? Tunapandisha viwango katika jina la Yesu. Jina la Mungu libarikiwe. Kwa hiyo kuna faida kubwa ya kupandisha viwango vyetu. Shetani atapenya mahali ambapo moto umewaka. Mahali ambapo viwango viko juu, shetani hawezi kupenya. Shetani anapenya pale viwango vyetu vinakuwa chini. Na mpendwa, kunena kwa lugha tu ikaishia kunena kwa lugha, tuna mahali nitakiwa tufikie. Sasa ngoja tuendelee hapa sasa. Naomba nisomee Ezekiel ile sura 47 mstari wa kwanza na wa 12. Nitakuendelea kukupa shuhuda zingine tu nyingi tu. Ziko shuhuda tu nyingi ambazo zitakusaidia. Somea Ezekiel 47 mstari wa kwanza hadi wa 12. Karibu mtumishi wa Mungu, nisomee hapo. Yale maji yakafika mpaka magoti. Kisha akapima dhiraa 1000, akanivusha maji yakafika mpaka viuno. Kisha akapima dhiraa 1000, yakawa mto nisioweza kuuvuka, maana maji yamezidi maji ya kuogelea, mto usiovukika. Akaniambia, mwanadamu, je, umeona haya? Kisha akanichukua akanirudisha mpaka ukingo wa mto. Basi nikiisha kurudi, tazama, kando ya ukingo wa mto ilikuwapo miti mingi sana, upande huu na upande huu. Ndipo akaniambia, maji haya yanatoka kwenda pande za nchi ya mashariki, nayo yanashuka mpaka Araba na kuingia katika bahari. Maji yatokwezwayo yataingia baharini na maji yake yataponyeka. Tena itakuwa kila kiumbe hai kisongamanacho kila mahali itakapofika mito hiyo kitaishi. Kutakuwapo wingi mkubwa wa samaki, kwa sababu maji haya yamefika huko, maana maji yale yataponyeka, na kila kitu kitaishi popote utakapofikiria mto huo. Tena itakuwa wavuvi watasimama karibu nao, toka Engedi mpaka Eneglaimu. Patakuwa ni mahali pa kutandazia nyavu. Samaki wao watakuwa namna zao mbalimbali, kama samaki wa bahari kubwa, wengi sana. Bali mahali penye matope na maziwa yake hayataponywa,
yataachwa yawe ya chumvi. Na karibu na mto, juu ya ukingo wake, upande huu na upande huu, utamea kila mti wa chakula, ambao majani yake hayatanyauka wala matunda yake hayatatindika kamwe. Utatoa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu maji yake yanatoka mahali patakatifu, na matunda yake yatakuwa ni chakula, na majani yake yatakuwa ni dawa. Asante. Ezekieli anatupa picha kama nabii, anaonyeshwa katika ulimwengu wa roho mto. Sasa mnisamee wana theolojia, nisizungumze siyo nika lini kawaje, naomba niende moja kwa moja kwenye pointi. Mto huu ambao Ezekieli anauona, unaweza ukafananishwa kama ule mto kwenye bustani ya Eden, ambao ni kitabu cha Mwanzo 2:8 pale, unaweza ukasoma kwa muda wako. Lakini pia mto huu unaweza ukafananishwa na mti wa uzima, mto wa uzima katika Yerusalemu mpya, ukisoma Ufunuo sura 22 mstari wa kwanza na wa pili. Lakini hata Zakaria 14:8, huo mto unatiririka kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Na mto huu ukijaribu kuangalia, unazungumzia viwango vya kiroho, viwango vya Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mtu aliyemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na tunaona tunapozungumzia viwango hivi, tunaona Roho Mtakatifu ndani yetu, tunamaanisha hatua za makuzi ya kiroho ndani yetu. Mto huu unamaanisha zile kila dhiraa zinapopimwa ni hatua za makuzi, ni hatua za jinsi Roho Mtakatifu anavyokuwa ndani ya maisha yetu. Na kadri Roho Mtakatifu anapopata nafasi ndani ya maisha yetu, kiwango chetu cha kiroho kinakuwa na kuleta matokeo ya kimbingu. Kwa muktadha huo wa andiko la Ezekieli, tunaona jinsi gani mtu anapookoka na kujazwa Roho Mtakatifu anatakiwe akue hatua moja kwenda hatua nyingine. Yaani mtu akai tu pale pale. Tunaona progress. Tunaona huyu mtu anakuwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na ukisoma kitabu cha Ezekieli anazungumza habari ya dhiraa. Sasa dhiraa, hebu tuangalie dhiraa walikuwa na maana nini? Kila dhiraa moja ilikuwa inamaanisha, dhiraa moja ni sawa na sentimita 45. Kwa hiyo dhiraa 1000 ilikuwa ni kama kilomita 450. Kwa hiyo huyu mtu ambaye ni malaika aliyekuwa na uzi au futi ya kupimia, alipopima kila dhiraa moja ilimaanisha, kwa sababu anapima dhiraa moja ni kama kilomita 450. Sasa hapo mtu dhiraa moja maji yakafika kwenye kiweko, haimaanishi kwenye ile tu kuchukua direct translation kwamba dhiraa moja hasa mtu alifika kwenye kilomita 450. Hapana, ilikuwa inamaanisha utele wa baraka za mtu anaopata kila anapopandisha viwango vyake. Jina la Mungu libarikiwe. Yaani maana yake Roho Mtakatifu kwenye kiwiko kwa muktadha wa mahesabu ni kama dhiraa ni kama kilomita 450. Sasa kilomita 450 wingi wa maji. Sasa tukiangalia kwenye cubic meter, unaweza kupata ni wingi wa maji, yaani maji yanakuwa ni mengi sana. Kwa hiyo tu kiwango kidogo cha kwenye viweko vya miguu inamaanisha viwango, vinamaanisha wingi na utele wa baraka za mtu. Jina la Mungu libarikiwe. Sasa tunaona viwango vya Roho Mtakatifu katika hii Ezekieli ile sura 47:2 ilikuwa inazungumza habari ya Yesu Kristo atakapokuja na nyakati za mwisho. Ukisoma Yoeli 2:28 anasema nyakati za mwisho nitamwaga roho wangu kwa wote wenye mwili. Jamani, amina wote wenye nini? Wenye mwili. Na hapo anazungumza vijana wataona maono, mabinti watatabiri, lakini wazee wataota ndoto anazungumza. Lakini hapa tunaona alikuwa anazungumza kwa wakati wa Agano Jipya. Yesu Kristo atakapokuja, kila atakayemwamini atajazwa Roho Mtakatifu katika viwango visivyoelezeka. Jina la Mungu libarikiwe. Lakini Yesu mwenyewe anakuja kuthibitisha mto huu ambao umezungumzwa katika kitabu cha Ezekieli. Tukisoma Yohana 7:38. Naomba mtu mmoja anisomee pale. 7:38.
Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Rudia tena. 38. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Aha, sasa angalia, Yesu anakuja kufunua ule mto. Sasa huu mto, hebu tuangalie jambo fulani hapa. Tunaona chanzo cha maji haya ni hekalu, na maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba, yalitoka hekaluni. Na hapa hekalu ina maana gani? Hekalu ina maana uwepo wa Mungu. Jina la Mungu libarikiwe. Sasa wakati Mungu anaanza uumbaji wake, tunaona katika bustani ya Edeni Mungu anakaa na mwanadamu katika bustani ya Edeni. Na hapo kusoma Mwanzo 2:8 tunaona jinsi Mungu alivyomtembelea wakati jua kupungwa. Mungu alimtembelea nani? Adam. Maana yake Mungu alikuwa na mwanadamu katika bustani ya Edeni. Lakini ukija kwenye Agano la Kale, tunaona hekalu lilikuwa lina maana Mungu anakaa na Israeli. Ukisoma Nyakati wa Pili 22:6 anasema, ndipo akamwambia Suleiman mwanae, akamwagiza amjengee Bwana Mungu wa Israeli nyumba. Na tunajua kabisa hekalu lina umuhimu sana kwa taifa la Israeli hata hivi leo. Hata ugomvi ambao unaendelea Mashariki ya Kati, shida kubwa ni lile hekalu. Na lile hekalu liko kwenye maandalizi, kuna siku litavunjwa na litajengwa hekalu lingine. Na ramani ya hekalu la Mfalme Suleiman, wataalamu wanasema liko chini, liko underground. Hiyo ramani ipo na watakuja kujenga hekalu sawa sawa na ile ramani ya Mfalme Suleiman ambaye alipewa aijenge. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Lakini tukija Agano Jipya sasa, Agano Jipya Kristo, maana yake Mungu anakaa na sisi. Mungu anaamua asipatikane ndani ya hekalu, bali apatikane ndani yetu. Maana yake tunapompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, sasa Mungu anakaa ndani yetu kupitia Yesu Kristo. Jina la Mungu libarikiwe. Na tunaona kabisa ukisoma kitabu kile cha Yohana 4:21, Yesu akamwambia yule mwanamke Msamaria, anasema, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima ule wala Yerusalemu, bali Mungu ataabudiwa katika roho na kweli. Maana yake ni nini? Tunapookoka sasa, Yesu anafunua, tunapookoka Mungu anafanya makao ndani yetu. Ndio maana Yesu anaitwa Emmanuel, maana yake Mungu pamoja na sisi. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Lakini sisi wenyewe kama waamini tunahesabiwa kama hekalu la Roho Mtakatifu. Na hii tunaipata Wakorintho wa kwanza 3:16. Biblia inasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Sasa kama hekalu, ndio sasa Yesu anasema kwenye kile kitabu cha Yohana 7:38, aniaminie mimi, mto wa maji utatirika ndani yake. Maana yake sisi sasa tunabadilika kuwa hekalu. Ezekiel anaona hekalu linatirisha maji. Sasa sisi kwa Agano Jipya, sisi tumekuwa hekalu la Mungu. Jina la Mungu libarikiwe. Na kama hekalu la Mungu, Roho wa Mungu anafanyaje? Anakaa ndani yetu. Kwa hiyo sasa tunapookoka, tukijazwa Roho Mtakatifu, tunatiririsha mto wa maji ndani yetu. Sema amina kama unaelewa. Ule mto ambao ulitirika katika kitabu cha Ezekiel sura ile 47, sasa ule mto hautiriki tena ndani ya hekalu, ule mto unaturika ndani yetu, maana sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Si kama naongea na watu wa Mungu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uzima wote wa kiroho utoka kwa Mungu peke yake. Uzima unatoka kwa Mungu peke yake. Na tunaona Zaburi ya 36 mstari wa 9 anasema, kwako kuna chemchemu ya uzima. Kwako kuna chemchemu ya uzima. Maana yake ndani yetu, kama sisi ni hekalu na mto utazaliwa ndani yetu, basi sisi ndani yetu chemchemu ya uzima itakuwepo. Na chemchemu ya uzima itasababisha mabadiliko. Maana hakuna chemchemu yote ndani ya mtu isababishe mabadiliko chanya. Jamani, amina. Kwa hiyo sisi tunakuwa chemchemu ya uzima, maana mito ya maji inatoka ndani yetu. Na mito siku zote chanzo chake ni nini? Ni chemchemu. Inatoka kwenye chemchemu mbalimbali. Mito yote unaiona, mito yote ya Tanzania, sio mto Rufiji,
Mto wapi? Hii mito yote unaiona inatokea kwenye nini? Chemchemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Chanzo cha maji mengi ni chemchemu. Kwa ndani yetu tunakuwa na chemchemu ambayo inatiririsha mto wa maji, ambayo hayo maji sasa yakitoka ndani yetu ndipo yanaleta matokeo katikati ya maisha yetu. Jina la Mungu tulibarikiwe. Na mara nyingi katika Biblia maji humaanisha uzima au maji humaanisha Roho Mtakatifu. Lakini mto wa maji humaanisha baraka zinazoendelea, mtiririko wa baraka kwenye maisha yetu. Yaani mto inamaanisha ni mtiririko wa baraka kwenye maisha yetu. Lakini maji yanamaanisha uzima au maji yanamaanisha Roho Mtakatifu. Jina la Mungu letu libarikiwe. Sasa tunamwona Ezekieli anaanza kupima. Malaika anapima dhiraa 1000 akionyesha ukuaji, progressive spiritual growth. Anaonyesha ukuaji wa kiroho, namna gani Roho Mtakatifu anavyokuwa ndani yetu ndipo kiroho chetu kinakuwa. Anaanza kuonyesha, na hii inaonyesha Mungu hafanyi kazi bila mpangilio. Mungu anafanya kazi kwa mpangilio. Mungu anafanya kazi kwa kanuni. Jamani, amina. Anafanya kazi kwa kanuni. Na Mungu wetu anafanya kazi utukufu hadi utukufu. Ukisoma kitabu kile cha Wakorintho wa pili 3:18, Mungu anafanya kazi utukufu hadi utukufu. Maana yake ni nini? Huyu mtu anapookoka lazima tuone maisha yake yanaenda utukufu hadi utukufu. Kama ni huduma zinaendelea mbele, kama ni maombi yanaongezeka, jamani amina. Kama ni kumjua Mungu kunaongezeka, kama ni utoaji unaongezeka, kama ni kufanya injili tunaongeza, jamani amina. Na ndio maana namshukuru Mungu kwa ajili ya askofu wetu mkuu. Maana ukiangalia ule mpango mkakati ni ongezeko kwenye vyuo vya Biblia, ongezeko wa wanafunzi, ongezeko wa walimu, ongezeko makanisa, ongezeko watumishi wa Mungu mlioko mahali hapa mnasoma. Hii yote ni ongezeko. Mungu ni Mungu wa ongezeko. Sema amina kama unanielewa. Mwambie mwenzako Mungu ni Mungu wa ongezeko. Lazima aongezeke, lakini anaanza kuongezekea namba moja kwenye maisha ya mtu binafsi. Yaani kanisa haliwezi kaongezeka kama mtu binafsi hajaongezeka, kama mshirika hajaongezeka, kama mchungaji hajaongezeka, kama wazee wa kanisa hawajaongezeka. Sasa Ezekieli malaika anapima dhiraa 1000. Kiwango cha kwanza ambacho alipima, maji yakafika vifundoni. Kila kinachoonekana maji machache ni ile hali ya awali mtu anapompokea Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yake. Ile hali ya kuzaliwa mara ya pili. Na hii tunaipata kwenye Yohana 3. Sema amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuurithi uzima wa milele. Nicodemus anamwambia mtu awezaje kuzaliwa akiwa mtu mzima namna hii? Aingie tumboni mwa mama yake. Anasema Nicodemus, na usomi wako uelewa haya mambo. Mtu asipozaliwa kwa nini? Jamani, asipozaliwa kwa nini? Kwa maji na kwa roho hawezi kuurithi uzima wa milele. Sasa hii ni hatua ya awali ya mtu amezaliwa mara ya pili, na kazi ya kuzaa ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Maana hakuna wokovu wowote mtu atakayemwendea Yesu bila ushawishi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiyo aliyetuzaa. Jamani mpendwa, hatuwezi tukamkwepa Roho Mtakatifu. Tumezaliwa na Roho Mtakatifu, lazima tumwishi Roho Mtakatifu. Sema amina kama unanielewa. Na sasa hivi ustaarabu ni mwingi sana. Ustaarabu ni mwingi sana. Yaani Roho Mtakatifu yaani Roho Mtakatifu ni maisha. It is life. Yaani ili uwe mpentekoste umezaliwa na Roho Mtakatifu. Huwezi kumkwepa Roho Mtakatifu. Na ili uendelee kuwa mpentekoste mwenye kukua na kuongezeka, huyu Roho huwezi kaachana naye. Huwezi kumweka pembeni. Lazima huyu Roho uishi naye, maana ndio aliyekuzaa. Jamani amina. Hebu niulize swali moja. Kuna mtu anakataa wazazi wake? Kuna mtu anakataa wazazi wake kweli? Hata iweje, hata mzazi wao namna gani, bado unasema utaitwa kwa jina la huyo baba. Japo kuna wengine wamfika mahali wanajiita kwa majina ya mama. Sio ni nchi gani? Akiitwa anaitwa kwa jina la mama. Lakini baba yuko pale aliyekuzaa. Jina yeye ndio amekuzaa. Vinasaba vyote vinapima ni nani? Ni baba. DNA yako ikitafutwa lazima ijulikane huyu baba ndio amekuzaa. Na hata kukiwa na ugomvi kwenye ndoa, si mtoto kwa huko duniani, lakini sio kwa walokole. Kwamba mtoto aeleweki ni wanani, wanaenda kwenye DNA, wanapima. Ukipima
kesi inaisha. Anajulikana huyu mtoto ni wa nani? Wapendwa, sisi tuna DNA za Roho Mtakatifu, maana tumezaliwa na Roho Bwana. Huyu hatuwezi tukamwasha, maana ndiye aliyetuzaa. Sisi kama watu waliokoka tumezaliwa na Roho Mtakatifu. Sasa hichi ni kiwango cha kwanza ambacho mtu anampokea Roho Mtakatifu. Na hapa sasa anahesabiwa haki. Justification. Anahesabiwa haki. Na anaanza maisha mapya ndani ya Kristo. Kwa kumaanisha kuzaliwa mara ya pili, anaanza maisha mapya ndani ya Kristo kama mtoto mchanga ambaye amezaliwa, anaanza maisha mapya. Anaishi maisha mapya kabisa ndani ya Yesu. Lakini kiwango hichi, huyu mtu akikaa kwenye kiwango hichi cha kuzaliwa cha kwanza, ni dhiraa za kwanza, kama hatapiga hatua ya kuendelea mbele, huyu mtu tunamwona anaendelea kuwa mchanga siku zote. Kwa sababu ni hatua ya awali ya uchanga. Kama Roho wa Bwana hatachukua nafasi kwenye maisha yake, na maisha yake ya kiroho hayana progressive, hayana muendelezo wa kukuaji, tunaona mtu huyu sasa matokeo yake anaendelea kuwa mchanga. Sasa hapa uchanga hatuupimi kwa umri wa mtu kukaa ndani ya wokovu. Naomba unoti hiyo kabisa. Tena pigia mstari. Hatupimi uchanga wa mtu kwa umri aliokaa ndani ya nani? Ya Yesu. Ameokoka lini? Ana umri gani ndani ya wokovu? Kwa sababu mtu anaweza kawa na miaka 30 ndani ya wokovu, lakini bado anaonekana mchanga. Sio kama naeleweka hapo? Anaonekana nini? Na mtu anaweza kaokoka ana mwaka mmoja akampita mtu mwenye miaka 20 ndani ya Yesu Kristo. Uwezekano ni mkubwa sana. Sasa inategemea jitihada za mtu binafsi kuamua niishi na huyu Roho, nipanishe viwango vyangu vya kiroho ili niendelee kukua. Maana hata mtoto anapozaliwa lazima tuone maendeleo. Wafikiria mtoto anazaliwa, alafu bado anaota mpaka na ndevu, alafu bado anaongea tata, jamani mama nataka nyonyo, mama nataka nyonyo. Huyu tutamuelewa kweli huyu mtu? Nataka nyonyo. Na mtu ameshakuwa mtu mzima. Inawezekana kweli? Eti rafiki yangu hapo, wewe ni kijana wangu, hata nikikutolea mfano hamna shida. Pamoja na ndevu zako hivi, alafu leo unasema jamani saa ya kwenda kunyonya imefika, naenda kunyonya kwa mama. Tutakuelewa kweli? Mungu atusaidie sana. Lakini leo hii kwa nini hatuoni matokeo kwenye maisha yetu? Wakati mwingine hata huduma zetu tuna bado mambo ya uchanga kwenye maisha yetu, pamoja na kwamba tuna miaka mingi ndani ya wokovu. Japo si wote. Wengine wanajitahidi. Na sasa hivi tunamshukuru Mungu, wa miaka 13 wa moto wa msho, watu wanaendelea kukua. Jamani amina. Sasa huyu mtu ambaye yuko kwenye hii stage ya kwanza, jambo la kwanza, anaishi maisha ya mwili. Yaani huyu mtu wa hii dhiraa ya 1000 ya kwanza, kiwango cha kwanza, anaishi maisha ya mwilini, yani mwili kushindana na roho. Anakuwa na struggling ya mwili kushindana na roho. Mwili unamzidia wakati mwingine, anaishi maisha ya kustruggle. Kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zinapingana, hata hawezi kufanya mnayoyataka. Wagalatia 5:17. Kwa hiyo anaishi maisha ya mwili kushindana na roho. Anakuwa na uelewa mdogo sana juu ya ufalme wa Mungu na haki yake. Anakuwa na vita vingi sana vya kimwili kwa habari ya dhambi. Anakuwa ni mtu wa kuanguka na kusimama. Mimi ninaamini, please, naomba hii ni ya kwangu Lubuva. Hii sio ya chuo cha Biblia wala ya wapi. Hii ni ya kwangu. Mimi msimamo wangu ni huu. Mtu akishaokoka atendi dhambi. Pagumu hapo. Mtu akiokoka, mimi siamini anaweza akatenda dhambi. Kwa sababu amezaliwa mara ya ngapi? Sasa wanaanguka inakuwaje? Wanaishi chini ya viwango. Ukiishi chini ya viwango kama mtu uliokoka, dhambi utaitenda. Lakini ukiendelea kupanisha viwango vyako vya kiroho, dhambi itakuwa mbali na wewe. Utanielewa tu. Biblia inasema hivi, sisi tukishaokoka jamani, tumekufa pamoja na nani? Sasa tumekufa, mwambie wenzako tumekufa. Kwa habari ya mambo ya mwilini tunakuwa tumekufa kabisa, lakini kwa mambo ya roho tuko hai.
Hivi mtu aliyekufa ana hisia zozote? Hebu tuweke jeneza hapa. Alafu watu wanapita wanaaga. Wanaaga. Alafu aje, mfano ni mbaba tumemweka hapa tunamwaga, alafu aje binti apite mbele pale. Alafu ile maiti na sasa hivi wakina mama hata kwenye mazishi wanavaa vibaya tu, wanavaga mpaka vimini, wengine wanavaa vinguo vya ajabu wanapita. Alafu tuone mdada amepita na kimini chake, alafu ile maiti mwanaume alafu ananyanyuka, anachungulia, alafu anarudi anaelewa. Maanake tunapokuwa tunapandisha viwango vya Roho Mtakatifu ndani yetu, miili yetu inakufa kwa habari ya dhambi, tamaa zote zinaondoka, maisha yetu yanakuwa yanaongozwa na Roho Mtakatifu. Sema amina kama unanielewa. Sasa hebu ngoja, waraka wa kwanza Yohana sura ya, hebu nisome waraka wa kwanza Yohana sura ya 3. Hebu nisome ile andiko. Anzia mstari wa kwanza pale. Labda hilo naweza likanitetea kidogo hilo andiko. Maana najua niko na wanatheolojia hapa, baadaye naweza nikapigwa mawe hapa. Ngoja labda ile andiko naweza likanitetea kidogo. Hebu soma ile andiko. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari. Anzia mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza. Tazameni ni pendo la namna gani alotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Na ndivyo tulivyo. Wow, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui. Sawa? Kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Sasa tu wana wa Mungu. Wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye. Kwa maana tutamwona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Viwango hivyo. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Rudia tena. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumwona yeye, wala hakumtambua. Jamani, ni mimi. Ile andiko linaweza likanitetea hata kidogo tu basi, wanatheolojia. Linitetea hata kidogo basi. Kila akaaye ndani yake hatendi nini? Na kama anatenda dhambi, manake hakukutana na Yesu, hakumuona Yesu. Sasa mjadala na wacheni nyinyi wanatheolojia, mtajua wenyewe. Mimi ndo naamini hivi. Na hiyo kwa mstari huu umenisaidia niishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi. Jina la Mungu libarikiwe. Maana inafika mahali lazima uweke msimamo wa kiroho. Ufike mahali, mimi nilifika mahali nikasema, Mungu, ukiniona ninaanza kutoka hapa kuchukua hatua moja ninaenda kuzini, kabla sijafika kuzini nife njiani kabla sijafika. Nimefika mahali nikasema, Mungu, yani uniondoe. Kwa nini? Mimi nishakuwa hekalu lako. Roho wa Bwana anakaa ndani yangu. Mimi na vinasaba vya mbinguni, nimekombolewa kwa damu ya thamani ya uhai wa Yesu Kristo msalabani. Leo hii niende kazini? Nikasema hapana. Nimeweka msimamo wangu kabisa mbele za Mungu. Kama nikujiapisha nimejiapisha. Maana nasema tusiape, mimi nimejiapisha hivyo. Kwamba Mungu kiniona ndio ninaanza sasa eti naanza kuchukua hatua. Naenda kutenda dhambi ya uzinzi hivi. Yaani nisifike. Nifie hapa njiani. Na hiyo imenisaidia. Maana nilipookoka watu walikuwa wananihesabia, huyu achukui miezi 3, nikakata miezi 3. Achukui mwaka, nikapiga mwaka. Hata wakanisani washirika wanasema hamna kitu wewe bwana. Wacha misimamo hiyo bwana. Mambo ya dhambi nini bwana? Watu unaweza kaanguka, tunasema hakuna. Mimi sio Calvinism, mimi ni Arminianism. Siwezi nikatubu, nikarudi kwenye dhambi, nikarudi kwenye dhambi. Nimeokoka, lazima nisonge mbele na wokovu. Sema amina kama unanielewa. Na watu wanataka kuleta habari za kina Calvinism ndani ya nini? Ndani ya kanisa. Wanasema mtu kwa kuwa ameshaokoka, amekuwa mwana wa Mungu, hata anaweza akatenda dhambi kisha akatubu akamalizana na Mungu, alafu akaendelea na wokovu, tena akatenda dhambi, akaendelea na wokovu, akatenda dhambi. Hivyo ni viwango vya chini vya kiroho vya kitoto. Mtu akitenda dhambi bwana, akitenda dhambi ni wa ibilisi. Sema amina kama unanielewa. Unapookoka lazima uwe na msimamo wa kuendelea mbele, kujitakasa na kujitakasa na kujitakasa mpaka tufikie kimo cha Kristo. Dhambi hakuna kwa maisha mtu aliyeokoka.
Jina la Mungu libarikiwe. Sasa hivi kuna wimbi kubwa la maisha ya kizinzi ndani ya makanisa. Watu wana vitu vya ajabu kwa sababu ya viwango. Watu wanashughulika na mambo ya mwilini sana kuliko mambo ya roho. Wanachangamkia fursa za mwilini sana kuliko za roho. Nenda kanisa moja Dar es Salaam, sitaki niseme ni wapi. Nimefika eti program ya CS wameka program ya mwaka mzima. Eti sasa Jumapili hii tunaenda kuogelea Coco Beach. Tunaenda kuogelea. Yaani watu waleweka program za kushuhudia, wanaweka program za kwenda kuogelea Coco Beach. Ujinga huo. Viwango vya chini vya kiroho. Alafu wanashangilia na kupiga vigelegele vijana, wanashangilia. Tumefika huko. Yaani hata kama basi mna mtoko wenu, hata si wa kusema madhabahu. Kimya huko kama mna huko na mna mtoko wenu. Lakini huwa kutangaza madhabahu. Jamani, wiki hii ni ile programu yetu, tuna program mara 4 kwa mwaka ya kwenda Coco Beach. Hiyo ndio programu yao wameka. Hakuna programu ya ushuhudiaji wala kwenda nyumba wala kwenda hospitali kuombea wagonjwa, hakuna programu za kwenda kunini Coco Beach. Wataacha kutenda dhambi vijana. Hayo ndio maisha ambayo yanaendelea. Kiwango hichi cha kwanza hichi. Kama mtu hatafanya maamuzi ya kugeuka, ataishi kwenye kiwango hichi. Kwenye kiwango hichi kunakuwa na makatazo mengi sana. Kunakuwa na lugha ya kitoto. Usifanye hiki, usiibe, usizini, usiseme uongo. Jamani amina? Unajua Agano la Kale zile amri 10 zilikuwa ni amri za Waisraeli kwa sababu ya utoto wao na uchanga wao. Wakaanza kuambia usizini, usiibe, usiseme uongo, usitamani mali ya jirani yako, usitamani mke asio mke, yaani zile usi ni lugha ya kitoto. Wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri wanaelekea nchi ya Kanaani, nchi ya maziwa na asali. Wakiwa njiani wanafanya vitu vya kitoto vingi kwa sababu ya uchanga. Walikuwa hawana Mungu karibia miaka 430 wako nchi ya Misri, hawana Mungu. Wako pale chini ya utumwa, akili zao zimekuwa kitumwa. Wamekuwa hata wamwamini Mungu, wamwamini Musa, wamwamini wakina Musa na kina Haruni na kina Miriam hawaamini. Sasa Mungu anafika mahali anaanza kutembea nao na lugha ya uchanga, lugha ya utoto. Usiibe, usizini, usitamani mali ya mtu mwingine. Maana hiyo ni lugha ya utoto. Lakini sisi watu wa neema, maana yake tunaishi zaidi ya hayo. Sisi si watu wa usi. Tukiishi kwenye neema, maana yake mbali dhambi kwa mbali na maisha yetu. Jina la Mungu tulibarikiwe. Jamani, tuko pamoja? Huyu mtu anaishi sawa na ile Wakorintho wa kwanza 13:11. Nisome hapo mtumishi wa Mungu. Wakorintho wa kwanza 13:11. Tasoma. Wakorintho wa kwanza 13:11, neno la Mungu linasema, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga. Nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Tunapokuwa hatua nyingine tunatakiwa tubatilishe mambo ya nini? Ya kitoto, yasiwepo kwenye maisha yetu. Nilipokuwa mchanga nimeokoka, nalisema kama mtoto mchanga. Nalifikiri kama mtoto mchanga, nalinena kama mtoto mchanga. Lakini sasa napiga hatua nyingine, natoka kwenye utoto, tunabatilisha mambo ya kitoto katika jina la Yesu. Lazima tubatilishe mambo ya kitoto. Sema amina kama unanielewa. Hapa anakuwa hawezi kuomba muda mrefu. Maombi kwake ni adhabu. Yaani maombi ni adhabu. Ukisikia mifungo, tumbo linaanza kunguruma. Sababu nyingi, vidonda vya tumbo, sijui nini. Wapenda mimi kuaga na vidonda vya tumbo chronic. Madaktari mnisamee. Vidonda vya tumbo chronic. Chronic mpaka natapika damu. Mpaka naambia sio tumbo umefanyaje? Sio kama na kansa vile. Lakini nimepiga madawa ya kutosha. Mpaka tiba mbadala. Mwisho wa siku nakumbuka niliambiwa ili upone, chukua mkojo wa alfajiri, kiamka alfajiri kinga mkojo unywe. Nakwambia yani nakwambia ukiwa na shida utapata shida kweli. Na mimi basi na niko ndani ya Yesu, na mimi nikasema basi nimeombewa, nimefanya ngoja na mimi. Nikachukua mkojo, nimeshika hivi mkojo nataka niunywe. Alafu nikafika mahali nikasema, Bwana, nimefika mahali na mimi nakunywa mkojo kweli. Mungu uko wapi? Nitupa mkojo chini, sijaunywa. Na maombi nilikuwa
siwezi maombi, nasikizia vidonda vya tumbo. Na kipindi hicho nilikuwa bachelor, hata nilikuwa kuna mgao mmoja nilikuwa nakula nikifanya kazi napitia hapo, wanajua kabisa sili pilipili, sili maharage, sili, wanajua chakula changu ni kipi. Nilifika mahali nikatupa mkojo, nikasema sasa dawa ya moto ni moto. Nikaanza mifungo. Pandisha viwango. Dawa ya moto ni moto. Nilipiga mifungo, nikapiga 3 kavu, na kuanzia 3 kavu ilivyoisha na vidonda vya tumbo vikaisha. Paka leo. Sio wale wadudu wanaitwaje, H pylori sio nini? Wanaitwaje? H pylori. Hadi walifia huko kwenye mfungo wa siku 3, wakafia huko. Na wenyewe walifunga, maana una wakati mwingine lazima vimeleo uvifungishe vife. Kwa vile vimeleo vikafia huko. Paka leo sina vidonda vya tumbo, hata nifunge mifungo ya namna gani, sina vidonda vya tumbo wala tumbo alifanya chochote. Dawa ya moto ni moto wakati mwingine. Sema amina kama unanielewa. Sikia test ya kwanza baada ya kumaliza maombi, test ya kwanza nilipofika nikamwambia mama lete pilipili, lete maharage, lazima lubuvo sio katufia hapa. Nikamwambia hamna cha kufa mtu hapa, nimepona. Nikapiga maharage, nikapiga na pilipili. Tumbo langu likatulia shwari kabisa. Hakuna cha H pylori, hakuna cha vidonda vya tumbo. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo mtu wa namna hii kwenye stage ya kwanza anakuwa ni mtu ambaye maombi kwake sababu nyingi, mara afungi kwa sababu ya sababu, si mara vidonda vya tumbo na visingizio vingi. Ni mtu wa kulalamika sana, kwa nini sijafanywa hichi, kwa nini sijafanywa hivi. Kama ni mshirika kanisani, ni mtu wa kulalamika, kwa nini sijatembelewa, kwa nini sijafanywa hichi na kile na kile. Hata wachungaji wanaweza kuwa kwenye hivi viwango. Anamlalamikia askofu wake, anamlalamikia mchungaji wake na mwangalizi wake. Mmeleta hapa hata mna support amna nini. Hiyo ni lugha ya kitoto hiyo, bado kwenye uchanga. Watu waliokoka Bwana kama wameitwa kazini, wanajua waliomwita ni nani Bwana. Sema amina kama unanielewa. Mimi wakati nitokea kwa askofu wangu wa jimbo, Askofu Sosi. Nimetoka pale, kwa mchungaji msaidizi, nikapelekwa Usa. Nimefika Usa pale, washirika 30. Ushuhuda ngoja niutoe kesho maana dakika zimeniishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni umrefu kidogo. Lakini kwa kifupi kesho nitaendelea, nitaumalizia. Washirika ngapi? 30. Kanisa ambalo nimefika pale, mama mchungaji amefumaniwa mara 2 na mume wake. Amefumaniwa mara 2. Watu wanalitema mati. Afu ndo nimepelekwa pale. Kulikuwa una washirika karibia 100 na wakashuka mpaka 30. Nimefika washirika wamechoka. Washirika kama 15 wanaishi maisha ya uzinzi. Nauliza kwa nini mnaishi maisha ya uzinzi? Nasema kama mama anafanya sisi tunafanyaje? Unategemea nini? Nikatenga 2 wakaondoka 15. Nikabaki na 15. Nilitaka kukimbia. Nikataka kukimbia. Barua imetoka makao makuu. Nikataka niwaambie jamani naenda kuanzisha kanisa la kwangu mwenyewe. Hili la kupewa la namna hii mimi silitaki. Ni bora nikaanzisha kanisa. Nilikuwa na yale majengo ya askofu mkuu yale mtoka mbali yale ya miradi yale. Nikasema nini? Nikataka kuazimia moyoni. Mungu akaniambia nimekuita hapa. Kaa hapa, tulia. Nikiona miezi 3 nimekuja nikapangisha nyumba. Nikalipua kodi ya nyumba miezi 2. Nyumba ya 300,000. Niko na familia. Alafu sio hivyo tu. Nilikuwa napewa posho ikakatwa ndani ya miezi 2. Kodi nilipewa miezi 3. Nikafika pale sadaka ambayo ilikuwa pale kanisani ilikuwa ni shilingi 70,000 kwa mwezi. Alafu ukate makato yote. Alafu kulikuwa kuna mzee wa kanisa ambao nimemkuta pale. Walikuwa wawili, mmoja akakimbia. Mzee mmoja wa kanisa ambao nimemkuta pale, mtoto wake alikuwa ana tundu kwenye moyo. Alafu mwingine alikuwa ana kifafa. Alafu mwenye moyo alikuwa anampeleka Muhimbili kila baada ya miezi, kila mwezi wanampeleka kwenda kufanywa matibabu na check up. Kwa hiyo ile sadaka ambayo nimekuta pale ndio ilikuwa inamchukua huyu mtoto anapelekwa Muhimbili. Kwa hiyo mimi mchungaji nilikuwa sina sadaka. Alafu nimekatiwa. Ndani ya miezi mingapi? Nikataka kurudi kwa askofu kwenda kumwambia umenileta nini niteseke? Nimeshapangisha nyumba 300,000. Mungu akaniambia ukirudi kwake mimi sijakuita. Mimi ndio nimekuita. Niliposikia sauti nikatubu, nikamwambia Mungu, silaumu, huyu ni baba yangu nampenda, silaumu chochote, sasa mimi na wewe na mimi. Nikainua viwango. Sema amina kama unanielewa. Mpendwa, nimekaa kwenye nyumba 300,000 paka nikahamia kwenye nyumba yangu, nyumba 300,000. Sijawahi kuhama kwenye nyumba nzuri selfu yenye geti. Maisha ya kaya. Lakini huyu mchungaji anachukua nini? Kumbuka sadaka ya mwisho wa mwezi ndio anachukua anapeka mtu wake. Nikasema Bwana nainua viwango.
nikamwambia yule mtoto, kwa neema ya Mungu, Mungu akamponya, akaziba lile tundu. Jina la Mungu libarikiwe. Yule mtoto alipoziba tundu la moyo, na kuambia mzee amekuja, anafurahia kanisani, anafurahia kwamba Bwana ameponya. Mimi sifurahi kwamba Mungu amemponya mtoto, nafurahia kwa sababu sadaka imepona. Kwani mpendwa mchungaji, usipokula sadaka una kanisa? Una kanisa? Mchungaji kiongozi, kula sadaka za watu, usipokula una kanisa. Jina likiwe. Kwa hiyo Bwana akatenda muujiza. Muujiza wa pili, yule mtoto ambaye alikuwa na kifafa, Bwana naye akamponya katika jina la Yesu. Kwa hiyo muujiza wa kwanza uliofanyika kanisani ni watoto wa mzee kuponywa. Ngoja nikwambie, lazima tuinue viwango katika jina la Yesu. Sasa kesho tutaanza maombezi kesho. Kesho tutaingia kwenye maombi. Naweka msingi tu hapa. Kesho tunaingia kwenye maombi. Tunatakiwa tuinue viwango katika jina la Yesu. Naomba tusimame. Inua mikono yako juu. Sema Yesu, nakataa viwango vya chini. Nataka niongezeke katika jina la Yesu. Ninaenda kuongezeka sasa. Sitaki viwango vya awali. Viwango vya awali. Viwango vya mwanzo wa wokovu wangu. Nataka niende ngazi nyingine. Roho Mtakatifu, niko tayari. Moyo wangu